Msichana mwenye huruma alimkabidhi mkate wa simsim kwa mwombaji. Mwombaji alimpa msichana kalamu ya maajabu kama ishara ya shukrani. Msichana alikuwa karibu kwenda kumweleza baba yake juu yake, lakini alipogeuka, mwombaji alikuwa amepotea. Baba na binti hawakuichukulia kalamu hiyo kwa uzito. Hata hivyo, msichana alipoanza kuchora nayo, kalamu hiyo ikageuka kuwa kalamu ya kutimiza matamanio. Msichana aliona kuwa kibanda cha baba yake kilikuwa na biashara duni. Alijaribu kuchora picha ya kibanda kilichojaa wateja kwa kutumia kalamu ya kutimiza matamanio. Kwa ajabu, matamanio yake ya ovyo yalitimizwa. Lakini msichana hakutaka baba yake afanye kazi ngumu kupata pesa. Kwa hivyo alitumia kalamu ya kutimiza matamanio kuandika upya maisha ya baba yake. Alimfanya kuwa mtoto wa kiume aliyepotea wa tajiri mkubwa duniani, ambaye amekuwa ameachana naye kwa miaka 30. Muda mfupi baadaye, gari la anasa lilielekea kibanda chao. Tajiri alishuka kutoka kwenye gari ndani na hisia za kusisimka kwamba amemkuta mwishowe mtoto wake. Ili kumfidia mtoto wake, alitoa dau kadhaa za dhahabu na funguo kadhaa za magari ya anasa. Mtu huyo alisimama kwa kustaajabisha. Wakati huu, aliona wapiga picha wengi walio karibu wakipiga picha. Alifikiria kimakosa hii ilikuwa kipindi cha tamthilia cha marehemu wa familia. Kwa hivyo, alikubali kushirikiana nao katika uigizaji. Mara moja aliingia kwenye gari la anasa la tajiri. Tajiri aliahidi kwamba atamlipa fidia nzuri mtoto wake maishani mwake. Msichana alifurahi kuwa baba yake sasa hakupendi pesa, lakini bado alipenda mwanamke anayeweza kusimamia kaya. Kwa hivyo, alitumia kalamu ya kutimiza matamanio tena. Dakika 10 baadaye, baba na binti walifika kwenye nyumba ya tajiri. Mwanamke mrembo alikuwa anawangojea hapo. Tajiri alimweka kuwa msaidizi wa mtoto wake. Alikuwa anamsaidia kusimamia kampuni. Mtu huyo alipokea barua ya uteuzi kwa CEO wa kampuni. Alishtushwa. Hii ilikuwa kampuni iliyomfukuza siku iliyopita. Zaidi ya hayo, mpenzi wake wa zamani aliyemwachia kwa mamlaka alikuwepo pia. Aliamua kuchukua fursa hii kulipiza kisasi. Baadaye, yeye na msaidizi wake walikuja ukumbini wa kampuni. Msaidizi alitangaza kuwa mtu huyo ndiye CEO mpya wa kampuni. Kusikia hili, wafanyikazi wote na meneja aliyemfukuza walimtania. Mpenzi wake wa zamani alimdhihaki akisema kwamba masikini hufikiria mambo ya ndoto tu. Waliita walinzi wa usalama kuwafundisha watu hawa wawili somo zuri. Wakati wa kusisimua, msichana nyumbani kwa tajiri alimchora baba yake kuwa Superman. Baada ya chupa ya divai kumwangukia, mtu huyo hakujeruhiwa. Zaidi ya hayo, nguvu zake ziliongezeka kwa kasi. Alipata uwezo wa kushindana na watu 100 peke yake.